Mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Sauti ya Marejeo Ministry, karibu tena katika mfululizo wa somo lenye kichwa kinachosema ni wakati au wakati maalum, sehemu ya 3. Tumesoma nukuu kadha wa kadha ambazo zinatuambia tunatakiwa kujua wakati na hatutakiwi kupuzia kujua wakati, lakini wakati maalum hatutakiwi kujua kwa sababu ni nje ya uwezo wetu. Na hapa sasa nitakusomea nukuu ambazo zinasisitiza tunatakiwa kujua wakati wa kuja kwa Bwana, na kama hatujui wakati huo itakuwa ni dhambi kwetu na ole, na tutaangamia kama watu wa kipindi cha gharika. Fungua pamoja nami kama na kitabu cha Pambano Kuu. Fungua pamoja nami kitabu cha Pambano Kuu. Pambano Kuu, ukurasa wa 370, Great Controversy kwa Kiingereza, ukurasa wa 370 hadi ukurasa wa 371. Sikiliza kile ambacho mjumbe wa Mungu anasema. Anasema hoja kuu iliyotangulizwa mara kwa mara na wapinzani wa imani ya marejeo ilikuwa ni kwamba hakuna mtu ajuae siku wala saa. Andiko ni walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna ijuae, hata malaika walio mbinguni, ila Baba yangu peke yake. Anasema ufafanuzi sahihi uliopatana na fungu hili ulitolewa na wale waliokuwa wakitarajiwa kuja kwa Bwana, na matumizi potofu yaliyotubiwa na wapinzani wao kuhusu fungu hilo yalionyeshwa wazi vizuri. Anasema maneno hayo yalikuwa yamesemwa na Kristo katika mazungumzo hayo yanayokumbukwa na wanafunzi wake juu ya mlima wa Mizeituni baada ya kuwa amejitenga kutoka hekaluni kwa mara ya mwisho. Wanafunzi walikuwa wamemuuliza swali, ni nini itakuwa dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Yesu aliwapa dalili na kusema, wakati mtakapoyaona mambo hayo yote, tambueni kwamba ipo karibu milangoni. Kauli moja ya Mwokozi ni lazima isifanye kupotosha kauli yake nyingine. Kwa hiyo kauli ya Mwokozi ya kutukataza wakati maalum au kusema ni siri yake isitumike kupotosha uelewa wa watu kana kwamba Mungu hajawafunulia wakati wa kuja kwake. Kwa hiyo Mwokozi anachotukataza ni wakati maalum, lakini sio wakati. Kwa hiyo kauli yake wakati maalum isitumike kukataza watu au kuwafifisha watu kujifunza kuhusiana na kujua wakati wa kuja kwake. Anaendelea kusema hapa ya kwamba, sikiliza, hii nukuu inajifafanua yenyewe. Anaendelea kusema hapa ya kwamba ingawa hakuna mtu ajuae siku wala saa ya kuja kwake, ni wakati au wakati maalum. Wakati maalum, siku na saa tu ni katika somo la kwanza tumeanza kuangalia kabisa ni wakati maalum. Sehemu ya kwanza tumeona maana ya wakati maalum ni siku na saa au mwaka maalum au kipindi fulani maalum ambacho ni siri ya Mungu. Anaendelea kusema hapa ya kwamba tunaelekezwa na kutakiwa kujua wakati. Kumbe tunakatazwa wakati maalum, lakini tunaelekezwa na kutakiwa kujua wakati unapokaribia. Ndio maana mimi nimekwambia namba hizi 2031 takriban, na kizazi cha mwisho 2025 takriban. Hapa tuna uhakika ya kwamba mlango wa rehema au amri ya Jumapili katika taifa la Marekani inakaribia sana kutangazwa na kufanya taifa hilo kuanguka, lakini pia na mlango wa rehema unakaribia kufungwa pia kwa watu wote. Kristo anakaribia kukoma kufanya upatanisho kwa jamii yote ya ulimwengu na kuja duniani 2031 takribani. Ndio maana hapa anasema ya kwamba ingawa hakuna mtu ajuae siku wala saa ya kuja kwake, tunaelekezwa na kutakiwa kujua wakati inapokaribia. Kwa hiyo siku na saa anakataza wakati maalum, lakini sio wakati. Anasema tena tunafundishwa kwamba kutozingatia onyo lake na kukataa, sikiliza, kauli nzito sana, ama kudharau, kukataa ama kudharau kujua wakati wa kuja kwake, tusiwe katika kundi hili wapendwa. Anaendelea kusema pia kwamba kwa wale walioishi katika siku za Nuhu ambao hawakujua wakati gharika ilipokuja,
Anasema tena mfano katika sura hiyo hiyo mtofautisha mtumishi mwaminifu na mtumishi mbaya, na kutoa maangamizo kwa yule aliyesema moyoni mwake, Bwana wangu anakawia. Uonesha ni katika nuru ipi ambayo Kristo atawahesabia na kuwalipa wale ambao wanawakuta wakikesha na kufundisha juu ya kuja kwake, na wale wanaoikataa hiyo nuru. Anaendelea kusema, alisema kesheni basi, heri mtumwa yule ambaye bwana wake ajapo atamkuta akifanya hivyo. Walakini usipokesha, nitakuja kama mwivi, wala hutaijua saa ya kuja kwako. Na unapoangalia kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 3, Ufunuo Yohana sura ya 3, neno la Mungu linasema, Ufunuo Yohana sura ya 3 mstari wa 2 na wa 3, neno la Mungu linasema, uwe mwenye kukesha ukayaimarishe mambo yaliyosalia yanayotaka kufa. Kwa hiyo katika somo ambalo lilikuwa linasema kujua na kuelewa wakati, tuliona namna pekee ambayo tunaweza tukakesha ni paka pale tu tutakapojua wakati, sio wakati maalum, wakati. Na tutakapoelewa wakati na tukashirikiana pamoja na Mungu, tukafanya mahusiano thabiti na yeye, kadiri pambano linavyoendelea, atatupatia hata siku na saa ya kuja kwake, sio kwa kusoma katika neno la Mungu, lakini ni kupitia sauti kutoka mbinguni. Ndio maana panazidi kusema hapa ya kwamba uwe mwenye kukesha ukaimarisha mambo yaliyosalia yanayotaka kufa, maana sikuona matendo yako kuwa yametimilika mbele za Mungu wangu. Basi kumbuka jinsi ulivyopokea na jinsi ulivyosikia, yashike hayo na kutubu. Walakini usipokesha. Kwa hiyo nisipojua wakati, sitajua wakati maalum. Nisipoishi sawasawa na nuru nilionayo, sitapata upendeleo kupewa nuru kubwa zaidi. Lakini nikiishi sawasawa na nuru nilionayo kwa uaminifu ambao iko ndani ya uwezo wangu, Mungu atanipatia hata nuru ile ambayo iko nje ya uwezo wangu, ambayo ni wakati maalum, ambao ndio siku na saa ya kuja kwake. Anaendelea kusema hapa ya kwamba wala hutaijua saa nitakayokuja kwako. Lakini kinyume chake Paulo anatuelezea, unapoangalia kitabu cha Wathesalonike, fungua pamoja nami kitabu cha Wathesalonike wa kwanza. Fungua pamoja nami kitabu cha Wathesalonike wa kwanza. Hayo kitabu cha Wathesalonike wa kwanza. Wathesalonike wa kwanza nitasoma sura ya 5. Nitasoma mstari wa 2. Neno la Mungu linasema, nitasoma mstari wa 2 na kuendelea. Neno la Mungu linasema, maana ninyi wenyewe mnajua ya kuwa siku ya Bwana yaja kama vile mwivi ajavyo usiku. Lakini haishii hapa, anaendelea kufafanua. Anasema, wakati wasemapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu wajiapo kwa ghafla, wajiapo waovu hawatajua. Lakini wale ambao walikuwa na nuru ya wakati na wakaishi sawasawa, kwa sababu wakati uliwapatia roho wa haraka, wakavua matendo ya agizo, wakavaa silaha za haki, wakafikia ukamilifu, hao watasonga mbele kwa imani katika pambano ambalo liko mbele yetu, na kuja kwa Bwana kutakuwa kama mwivi, kwa sababu watatangaziwa siku na saa. Ndio kundi ambalo Paulo analizungumzia hapa. Anaendelea kusema hapa ya kwamba kama vile utungu mjiavu mwenye mimba, wala hakika hawataokolewa. Ni kundi la waovu, watu ambao wamepuzia nuru ya wakati, hawatapewa nuru ya wakati maalum, kwa sababu tunaona neno la Mungu linatuambia ni wale ambao wameishi sawa sawa na nuru walionayo ndio wanaopata upendeleo wa kufunuliwa nuru kubwa zaidi. Anaendelea kusema hapa mstari wa 4, bali ninyi ndugu hammo gizani. Anasema hata siku ile wapate kama mwivi hammo, kwa sababu Bwana atatangaza mwenyewe siku na saa. Lakini wale watakaoelewa siku na saa, huku nyuma walikuwa wana nuru ya wakati walioitoa kwenye neno la Mungu, na Biblia ikawaongoza kwa muasisi wake ambaye ni Baba, na huyo atawatangazia siku na saa. Anaendelea kusema hapa kwamba kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa nuru na wana wa mchana, sisi si wa usiku wala wa giza. Basi tusilale usingizi kama wengine, bali tukeshe na kuwa na kiasi. Kwa namna pekee ya kukesha ni kupata utambuzi wa wakati. Nitaendelea kusoma hadi kitabu cha Pambano Kuu, kurasa 370, Great Controversy 370 hadi 371. Anaendelea kusema hapa nabii wa Mungu Paulo anazungumzia kuhusu kundi ambalo kuja kwa Kristo kutawakuta wako tayari. Siku ya Bwana yaja kama vile mwivi ajavyo usiku. Wakati wasemapo kuna amani na usalama, ndipo uharibifu wajiapo kwa ghafla, na hawataokoka. Pia aliongeza kwa wale waliolijali onyo la Mwokozi, bali ninyi ndugu hammo gizani, hata siku ile iwapate kama mwivi. Ndio maana nitakusomea kwamba anasema watakatifu watatangaziwa siku na saa, lakini wale tu ambao wamekuwa wakikesha. Na neno pekee ya kukesha ni kujua wakati
ambapo miaka 6000 inaisha, 2031 takriban, ndipo nitajua nini cha kufanya, lakini pia na kujua wakati ambapo kizazi cha mwisho kinaisha, 2025 takriban. Anaendelea kusema hapa ya kwamba kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa nuru na wana wa mchana, sisi si wa usiku wala wa giza. Hivyo ndivyo ilivyoonyeshwa kwamba, na kazi hapa, maandiko hayatoi idhini yoyote kwa watu kubakia katika ujinga wa kuto kujua kuhusu ukaribu wa kuja kwa Kristo. Lakini kwa wale waliopenda tu kutoa udhuru, kukataa ukweli, wakaziba masikio yao katika ufafanuzi huu na maneno hakuna mtu ajuaye siku wala saa, yaliendelea kutoa mwangwi na kuwafanya wafanya dhihaka shupavu hata na yule aliyejidai kuwa mtumishi wa Kristo. Wakati watu walipokuwa wameamshwa na kuanza kuuliza njia ya wokovu, walimu wa dini waliingilia kati kusimama katikati yao na ukweli, wakitafuta kutuliza hofu yao na kufasiri kinyume neno la Mungu. Walinzi wasio waaminifu walijiunga katika kazi ya mdanganyaji mkuu, wakitangaza amani wakati ambapo Mungu hakuwa amesema amani, kama walivyokuwa Mafarisayo. Ndio maana tunaona wakati wasemapo kuna amani na salama, ndipo walibifu wajiapo kwa ghafla, nao hakika hawataokolewa. Anasema hapa ya kwamba amani wakati ambapo Mungu hakuwa amesema amani, kama walivyokuwa Mafarisayo katika siku za Kristo. Ndio maana kipindi Kristo anakuja mara ya kwanza alifunua kuhusiana na wakati ambao ulikuwa unazungumzia marejeo yake, lakini tunaona aliyokuwako ndio atakayokuwako, aliyotokea ndio atakayotokea, wala kuna jambo jipya chini ya jua. Walimu, Mafarisayo, Malabi kwa wakati huo waliwakataza watu wasifanye mkokotoo wa wakati ambao Mungu ameufunua, kama hivi leo ambavyo walimu wa dini pamoja na wachungaji ambao kwa neema ya Mungu hawajasoma na kuelewa unabii huu wa miaka 6000 na kizazi cha mwisho, wanawakataza na wanawapinga watu wasifanye mkokotoo huu. Lakini Mungu atusaidie sote tuweze kunyenyekea na kujifunza, kwa sababu Mungu haangalii cheo, Mungu anaangalia utayari wa moyo, na anapoona utayari wa moyo anaweka hazina katika moyo huo utakao kuwa kitovu cha kuwafungua wengine macho na kuandaa kwa ajili ya kumpokea Kristo anapokuja mara ya pili. Anaendelea kusema hapa ya kwamba ambapo Mungu anasema hapa ya kwamba kama walivyokuwa Mafarisayo katika siku ya Kristo, wengi walikataa wao wenyewe kuingia katika ufalme wa mbinguni, na wale waliokuwa wakiingia waliwazuia. Damu ya watu hawa itakuwa mikononi mwao. Ndio maana unapoangalia katika hiki kitabu cha Pambano Kuu, kitabu cha Pambano Kuu sura ya 21 ambayo inasema onyo la kataliwa. Nitasoma ukurasa wa 77 hadi 78. Pambano Kuu pia ukurasa 377 hadi 378. Pata nafasi pia utasoma, kwa sababu leo nimefanya mkokotoo wa wakati, sio mkokotoo wa wakati maalum, mkokotoo wa wakati. Lakini baadhi ya watu wanapinga, na tunaona huo sio mpango wa Mungu, ni mpango wa Shetani, kwa sababu Mungu amefunua wakati na ametoa ujuzi wa kuweza kukokotoa kupitia neno lake. Lakini kama vile ambavyo watu wanawakataza watu wasifanye mkokotoo wa wakati, katika kipindi tunachoishi, kipindi Kristo anakuja mara ya pili, ndicho kilichotokea wakati ambapo Kristo alikuwa anakuja mara ya kwanza. Kwa sababu nilikwambia usome sura ya 23 ya kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, inayosema jinsi Danieli alivyomtambua Yesu. Katika sura hiyo tukutana na maelezo yanayosema ujumbe wa ujio wa Kristo mara ya kwanza ulikuwa umejengwa juu ya wakati au nabii. Halikadhalika ujumbe juu ya ujio wa Kristo mara ya pili utajengwa juu ya nabii au wakati. Ndicho mjumbe wa Mungu anachokieleza. Kwa hiyo kama kule walitakiwa kukotoa wakati kwa ajili ya kumpokea Kristo anapokuja mara ya kwanza, halikadhalika pia Kristo atakapokuja mara ya pili atatoa nuru ili watu waweze kufanya mkokotoo wa wakati, ili waweze kuandaa njia ili Kristo atakapokuja wawe tayari katika kumpokea. Ndio maana kama kwa wakati huo watu walikatazwa kufanya mkokotoo wa wakati, inamaanisha hata kwa sasa hivi watu watakatazwa kufanya mkokotoo wa wakati. Lakini atukuzwe Bwana, sio wote, kwa sababu wapo ambao watakuwa wamekesha, watakuwa wanajua nuru hii na
wakifanya mkokotoo, wakifungua macho ya watu na wakiwafundisha jinsi gani ambavyo wanaweza wakapata ushindi dhidi ya dhambi, ili waweze kukutana na Bwana wao anapokuja kwa amani katika mawingu ya mbinguni. Nitasoma katika kitabu cha Pambano Kuu 377 hadi 378. Anasema inatimiza sera ya Shetani kwamba watu waweze kushika mapokeo ya dini tu, lakini roho ya utauwa wa kweli ikikosekana. Baada ya kukataa kwao Injili, Wayahudi waliendelea kwa bidii kudumisha mapokeo yao ya zamani. Na tunaona Wayahudi walifananishwa na mtini, na mtini kuwakilisha kanisa la Mungu. Kwa hiyo Wayahudi wa kipindi kile ndio Waadventista wa Sabato wa kipindi hiki, kwa sababu Israeli ya kale ndio Israeli ya sasa. Ndio maana Mungu anatuambia basi mambo hayo yaliwapata wao yakaandikwa kwa jinsi ya mifano, ili kutuonya sisi tuliofikiriwa na misho ya zamani hizi. Anaendelea kusema hapo ya kwamba Wayahudi waliendelea kwa bidii kudumisha mapokeo ya zamani, walilinda kwa ukali sana upekee wa taifa lao, wakati wao wenyewe hawawezi bali kuonesha tu kwamba uwepo wa Mungu kamwe ulikuwa haupo kati yao. Unabii wa Danieli ulielekeza bila kukosea kabisa kwenye wakati wa kuja kwa Masihi, na kwa wazi kabisa ulitabiri kifo chake. Anasema kwamba walipinga usomaji wake, na mwishowe marabi walitangaza laana kwa wote ambao wangethubutu kufanya mkokotoo wa wakati. Kwa hiyo hata leo sishangai kama wakati ule yalitokea, hata sasa yatatokea, kwa sababu hakuna jambo jipya chini ya jua. Kama vile ambapo Kristo alikuwa anakuja mara ya kwanza, jinsi mambo yalivyokuwa, jinsi watu walivyokuwa wamelala katika usingizi, wamezama katika biashara, wamezama katika anasa za ulimwengu huu, hata wakashindwa kutambua ujio wa Kristo mara ya kwanza. Na wengi walikuwa wamepewa dhamana ya uongozi kuwasaidia Wayahudi ili waweze kuamka, na Kristo atakapokuja mara ya kwanza wawe tayari. Hali hiyo itatokea. Wengi wa Adventista wa Sabato, viongozi washiriki, tutakuwa tumezama katika biashara, tumezama katika anasa, tumezama katika kutafuta miliki za dunia hii, na Kristo atakapokuja hatutakuwa tayari. Ndio maana Kristo anasema, angalieni mioyo yenu isije kalemewa na ulafi na ulevi na masumbufu ya dunia hii, siku ile ikawajia kama mtego unasavyo. Anaendelea kusema hapo, neno la Mungu linasema, na mwishowe marabi walitangaza laana kwa wote ambao wangethubutu kufanya mkokotoo wa wakati. Anaendelea kusema hapo ya kwamba mkokotoo wa wakati, katika upofu na kutokutubu, watu wa Israeli katika kipindi cha karne zilizotangulia walikuwa wamesimama katika kujali fadhila za neema ya wokovu bila kuzingatia mibaraka ya Injili, onyo kula kutisha kuhusu hatari ya kukataa nuru kutoka mbinguni. Anasema hapa, mahali popote hali ya aina hiyo inapofanyika, matokeo ya aina hiyo yatafuata. Yeye ambaye kwa makusudi anazuia usadikishwaji wa wajibu wake kwa sababu unaingilia matakwa yake, hatimaye atapoteza uwezo wa kutofautisha kati ya ukweli na uongo. Ufahamu unatiwa giza, dhamira inakuwa sugu isiyojali, moyo unakuwa mgumu, na roho inatengwa na Mungu. Mahali ambapo ujumbe wa ukweli mtakatifu unapopigwa teke au unapobezwa, hapo kanisa, sisi Waadventista wa Sabato, litafunikwa kabisa katika giza. Imani na upendo upoa, na mafarakano na ugomvi uingia. Washiriki wa kanisa husimika nia na juhudi zao katika mambo ya ulimwengu, na dhambi hukazika katika kuto kutubu. Lakini nitakusomea nukuu hii ambayo pia inatualika kujua wakati na sio wakati maalum, katika kitabu hiki cha Pambano Kuu. Katika kitabu cha Pambano Kuu, ukurasa wa 359, nitakusomea aya ya mwisho. Pambano Kuu, ukurasa wa 359, nitakusomea aya ya mwisho. Neno la Mungu linasema, Wolf alikuwa ni mwanamarejeo katika kipindi cha vuguvugu la kina William Miller. Anasema aliamini kuja kwa Bwana kuwa kuko karibu. Tafsiri yake ya vipindi vya unabii uliweka sikukuu ya mwisho katika miaka michache sana ya muda uliotajwa na Miller kwa wale waliohoji kutoka katika andiko, kwa maana siku hiyo na saa hiyo hakuna ijuae, kwamba wanadamu hawajui lolote kuhusiana na ukaribu wa marejeo. Wolf alijibu, je, Bwana wetu alisema
kwamba kamwe siku na saa hiyo havitajulikana? Hapana, atatangaza mwenyewe. Huo ni wakati maalum. Je, hakutupatia dalili za nyakati ili kwamba angalau tuweze kujua kukaribia kuja kwake? Kama mtu ajuavyo kukaribia kwa mavuno kwa njia ya mtini unapochipusha majani yake. Na hili tuliangalia linatualika katika kujifunza kizazi cha mwisho cha kanisa la Adventista wa Sabato. Anaendelea kusema pia kwamba je, hatuwezi kamwe kujua wakati huo? Wakati yeye mwenyewe alitusi tusiusome tu unabii wa Danieli bali tuufahamu. Na kwamba katika Danieli hiyo mahali panaposema kwamba maneno yamefungwa mpaka wakati wa mwisho, na kwamba wengi wataenda mbio huko na huko na maarifa yataongezeka. Anahitimisha, kando ya hili Bwana wetu alengi kusema kwa hili kwamba kukaribia kwa wakati hakutajulikana. Kukaribia kwa wakati kunajulikana, lakini wakati maalum, siku na saa, tarehe, mwaka maalum au kipindi maalum, hicho ni nje ya uwezo wetu, lakini hakitakuwa nje ya uwezo wetu kamwe. Bwana atafunua katika ujio wake. Anasema kando ya hili Bwana wetu alengi kusema kwa hili kwamba kukaribia kwa wakati hakutajulikana, bali kwamba siku na saa halisi hakuna mtu aijuae. Kwa hiyo siku na saa halisi ni wakati maalum, lakini wakati anasema kwamba kukaribia kwa, anasema kando ya hili Bwana wetu alengi kusema kwa hili kwamba kukaribia kwa wakati hakutajulikana. Kwa hiyo kukaribia kwa wakati kunajulikana, lakini wakati maalum, na hapa ametambulisha kama siku na saa halisi hakuna ijuae. Inatosha asemapo itajulikana kutokana na dalili za nyakati kutuvuta kujiandaa kwa ajili ya kuja kwake, kama vile Nuhu alivyoandaa safina. Lakini pia nitakusomea nukuu hii ya mwisho ambayo inazungumzia hata huu wakati maalum, sio kwamba hautajulikana kamwe. Kristo mwenyewe atatangaza. Unapoangalia katika kitabu cha Matokeo ya Siku za Mwisho, nukuu inatoka kitabu cha Maandiko ya Awali, Early Writings, ukurasa wa 15. Lakini ni matukio ya siku za mwisho. Kusomea kitabu hiki cha Matukio ya Siku za Mwisho, sura ya 19 ambayo inasema kurudi kwa Kristo. Nitasoma. Jumbe wa Mungu anasema, mara tukasikia sauti ya Mungu kama maji mengi, ambayo ilitupatia siku, sauti ya Mungu. Kwa hiyo siku na saa, wakati maalum hautajulikana kwa mwanadamu kujifunza, lakini ni pale Mungu atakapotangaza, pambano itakapokuwa linafikia mwisho, ili kuweza kuwatoa watu wake kutoka katika wakati wa taabu. Ndio maana panasema mara tukasikia sauti ya Mungu kama maji mengi, ambayo ilitupatia siku na saa ya kuja kwa Kristo. Lakini pia naposoma Maandiko ya Awali, kitabu hiki cha Maandiko ya Awali, ukurasa 285, Maandiko ya Awali ukurasa wa 285 na 286, Early Writings, ni kurasa za Kiingereza. Anasema kadiri Mungu alivyotamka siku na saa ya kuja kwa Yesu. Kumbe Mungu atatamka, sio kwamba haitajulikana kamwe, lakini haitajulikana kabla ya kufungwa kwa mlango wa rehema, lakini itajulikana baada ya mlango wa rehema kufungwa na mwishoni mwa pigo la 7. Hapo ndipo Kristo atatangaza siku na saa ya kuokoa watu wake, na atafunua wakati maalum, na atakanusha madai ambayo wengi wanasema havitajulikana kamwe. Lakini kiukweli mtu hawezi akaja akaweka wakati maalum na akatoa uthibitisho wa Biblia na roho nabii. Hapo atakuwa na uelewa mbaya wa neno la Mungu. Anaendelea kusema hapa kwamba kadri Mungu alivyotamka siku na saa ya kuja kwa Yesu na kutoa agano la milele kwa watu wake, alitamka sentensi moja alafu akanyamaza. Wakati maneno yakinguruma kwenda duniani kote, Israeli wa Mungu, ndo kanisa lake. Anasema Israeli wa Mungu wakasimama, macho yao yakiwa yamekazwa kuelekea juu mbinguni, wakisikiliza maneno kadiri yalivyotoka kinywani mwa Yehova, na kusambaa duniani kote kwa ngurumo kubwa sana za radi. Lilikuwa tukio la kutisha sana. Mwisho wa kila sentensi watakatifu walipaza sauti wakisema, utukufu, haleluya. Nyuso zao ziliangazwa kwa utukufu wa Mungu, nazo ziling'aa kwa utukufu kama vile uso wa Musa ulivyong'aa wakati aliposhuka chini kutoka mlima Sinai. Waovu hawakuweza kuangalia kwa sababu ya utukufu. Na wakati baraka isiyokoma ilipotangazwa juu ya wale waliokuwa wamemheshimu Mungu katika kuitakasa sabato yake, kulikuwa na sauti kubwa mno ya ushindi dhidi ya mnyama na dhidi ya sanamu yake. Kwa hiyo wapendwa,
Naamini somo litakuwa limeeleweka ya kwamba ambacho tumekuwa tukijifunza, hatua ya kwanza kufanya ushirika na Mungu, kujua na kuelewa wakati. Maandiko yanaruhusu kujua wakati, na Mungu amefunua mwenyewe, kwa sababu hautakiwi kuamini kwa mtu anachokisema au kwa kanisa linachokisema au kwa mimi ninachokisema, na sikulazimishi kuamini hiki nachokieleza, lakini amini kwa sababu neno la Mungu limesema. Huo ndio msingi imara, na watakaosimama katika pambano ambalo liko mbele yetu ni wale ambao watakuwa wameimarisha na wameelimisha akili zao kwenye kweli kuu za Biblia. Na ningependa kukwambia kipindi ambapo hata Kristo anatangaza anguko la Yerusalemu, alionekana mzushi. Unaposoma sura ya kwanza kitabu cha Pambano Kuu, kwa sababu watu walivyoitazama Yerusalemu wasingetegemea kama ingeanguka, na wengi walijua kama Yerusalemu itaanguka basi itakuwa ni mwisho wa dunia. Lakini pia hata Nuhu kipindi anawaambia watu gharika itakuja, hawakuwahi kuona gharika tena. Akawaambia ati baada ya miaka 120 majira hayo mvua itanyesha, fanyeni matengenezo, tushirikiane, tujenge safina mpate kuwaridhi haki. Na wakamwona mzushi kwa sababu hawakuwahi kuona. Halikadhalika leo tunapoweka wakati huu, sio wakati maalum, tunapoweka wakati huu watu dhihaki, lakini wito wangu si dhihaki. Na baada ya kuangalia wakati huu katika mpango wa ukombozi, katika somo linalofuata tutaona ujumbe utakao tusaidia kuweza kusimama kipindi ambapo mwombezi atakoma kufanya huduma yake ya upatanisho katika hekalu la mbinguni, au ujumbe ambao utaweza kutusaidia kusimama pale ambapo tutakufa na kuhukumiwa. Kwa hiyo nakukaribisha katika somo lingine linalosema nani atakayesimama. Sikose somo hili, lina kichwa kinachosema nani atakayesimama. Lakini kabla ya kufunga kipindi hiki, ningependa kukushukuru na nazidi kukuhamasisha katika kipindi kingine. Usikose kalamu yako, usikose daftari pamoja na Biblia mkononi. Na tunapohitimisha kipindi hiki na kualika hapo ulipo, ikiwa umekaa inamisha uso wako, ikiwa umesimama basi dumu, ikiwa umesimama kwa kicho hicho tuweze kumwomba Bwana. Lakini pia ikiwa una nafasi unaweza ukapiga magoti tuweze kumwomba Bwana. Binafsi nitapiga magoti. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya fursa hii. Tufanye kufaa siku kwa siku kwa ajili ya ufalme wako. Tutie nguvu tuliovunjika moyo na utufariji, na utuvunje moyo tunaojifariji. Nakushukuru kwa sababu muda bado upo wa kufanya matengenezo, kwa sababu hatujafa na bado umeshikilia pepo ambayo Jumapili haijatangazwa. Hivyo tuandae kwa ajili ya kuishi na wewe milele zote. Tusaidie tuweze kusonga mbele na kuishinda dunia kwa kishindo kikuu, kwa sababu umesema na huku ndiko kushindako ulimwengu. Hiyo imani yetu. Tusaidie tuweze kutegemea wewe. Tusaidie tu tusijiandae sisi wenyewe, lakini na familia zetu ambazo umetupatia. Lakini Baba, tunalikabidhi hata kanisa lako mikononi mwako. Tunaliombea kanisa lako ulimwenguni kote. Wasaidie washiriki mmoja mmoja waweze kuamka na kukubali kufanya matengenezo kabla ya kuchelewa milele, na mwisho wa yote uweze kulitumia kanisa lako katika kuwafikia watu wengine wakati wa kilio kikuu, pale ambapo amri Jumapili itakapotangazwa, waaminifu wako watakapokuwa wamepokea mvua ya masika, waende kuwaita kondoo waaminifu katika zizi lingine, ili mwisho wa yote iwepo zizi moja chini ya mchunga mmoja. Bariki mtazamaji na msikilizaji na mimi mzungumzaji, na utuhifadhi kwa wakati mwingine, utukutanisha katika somo lenye kichwa kinachosema ni nani awezaye kusimama, au ni nani atakayesimama. Naamini utajibu hata zaidi ambayo tunayoomba. Hitaji letu kubwa tupatie Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Ndilo ombi letu kwa imani kwa jina la Yesu Kristo. Amen.